Ndugu zanguni watu wa Iponya, kwanza ni mshukuru Mungu muumba mbingu na nchi kuniwezesha leo hapa Iponya. Leo siku ya leo ni siku ya maombi, siku ya Jumapili, tupo hapa Iponya. Nimekuja Iponya toka saa 4 hapa, nimeanza na kikao cha ndani. Kwanza napenda niwapongeze sana viongozi wa CCM Iponya, mwapigie makofi mkutano wote mlioko mahali. Mwenyekiti wa kijiji hiki Iponya, nataka nikupongeze baba yangu, umefungua mkutano mzuri sana na hapa tuko live. Mungu akubariki sana. Lakini pia mheshimiwa diwani wa kata hii ya Iponya, Mungu akubariki sana baba. Lakini pia viongozi wa kata, kwa maana ya mwenyekiti, katibu pamoja na mwenezi, sijui ameenda hapo. Kwa kweli jamani, Mungu awabariki sana kwa sababu mumeacha majukumu yenu kuja kunisikiliza. Na mimi naomba mniazime masikio niwaeleze yale ambayo tumeyafanya ndani ya miaka 5. Wakati tunaingia madarakani miaka 5 iliyopita, kulikuwa na shida nyingi sana katika wilaya hii. Nikisema kuna shida kweli, matatizo yalikuwepo, mengine ni ya kifirigisu, tulikuwa tunayamaliza hapa katikati. Mheshimiwa diwani ni mashahidi, mimi nimesimama kama mbunge wenu, kama kamanda wenu, tunaenda vizuri. Ndugu wana Iponya, mtakumbuka mwaka 2020 tulikuja kuomba hapa tuchaguliwe. Mimi pamoja na aliyekuwa rais wa awamu ya 5 nilikuja na mabango yake. Lakini pia diwani tulikuwa naye hapa, tulikuja kuomba kura. Kuna vitu vimefanyika. Kwanza, kwenye hii wilaya hatukuwahi kuwa na chuo cha VETA. Leo tuna vyuo viwili. Tunacho chuo cha VETA, tuna chuo kingine ambacho tumefanya makubaliano kwenye mkoa wa Geita na mpaka sasa hivi kinamaliziwa kujengwa. Lakini pia upande wa elimu hapo hatukuwa na watu wa kusoma form 5 na form 6. Leo tunazo shule zinazosomesha form 6 na form 5. Watoto wetu wanasoma pale makao makuu Mbogwe pamoja na Rulembela. Tunatengeneza mpango mwaka huu na mwaka kesho watasoma pale watoto wetu, pamoja na Masumbwe shule ya sekondari ile pale na nili Mzambalaoni. Hizi ndizo kazi ambazo baadhi yake tumezifanya. Lakini kwenye wilaya yetu hatukuwahi kuwa na stendi ya magari. Ninavyoongea hivi leo tuna stendi 2. Tunayo stendi Masumbwe mjini ambayo iko Kagiri, tumeijenga awamu hii. Tunayo stendi nyingine ambayo tumeijenga pale Rulembela. Lakini tunao mpango mwingine wa kutengeneza parking ya marodi pale Masumbwe kama unaelekea Rubeho. Haya ni matunda ya Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mimi mbunge pamoja na waheshimiwa madiwani. Lakini pia barabara zilikuwa hazichongwi nyingi. Leo tunapozungumzia barabara yenu hii ya Iponya iko kwenye mpango wa rami, itawekewa rami mpaka mapolini kule kwenda kwenye poli la Kigosi. Kwa hiyo tunapiga hatua. Nimekuja leo mimi hapa kuambia vitu vilivyofanyika ndani ya miaka 5. Huku nikiwa na waaga kwa sababu bado siku 19 taifa la Tanzania tarehe 27 Mama Samia Suluhu Hassan atahutubia bunge pamoja na taifa kwa ujumla, kwa maana ya kuvunja serikali ili tukafanye uchaguzi kuanzia tarehe 28 na kuendelea mpaka mwezi wa 11. Kwa hiyo ndugu zangu ni wa Iponya, nyie nakumbuka mlikuwa na shida ambazo mlikuwa mnasumbuliwa hapa na maaskari geni. Nilikuja mwaka 2022 tukazungumza na viongozi wenu. Mlikuwa hamlimi kwenye mapoli humo, lakini tulikuja tukazungumza na mpaka sasa hivi Nyikala huko pamoja na huko Sango mnalima, lakini pia hata usumbufu umepungua. Na pia upande wa mazao, kuna wakati mlikuwa mnatekwa pale mnapotoa mazao yenu mashambani. Yaliwekwa mageti na makamba humo barabarani. Wakati mkiwa mnatoka shambani ulitokea usumbufu, na mimi mheshimiwa diwani napenda nikupongeze. Uliniambia na hiyo kero tukaisimamia, tukahakikisha kwamba tunaiondoa. Kwa hiyo ni huruma yenu wananchi wa Iponya. Nimekuja kuwaomba wananchi wa Iponya, siku ya mwisho bunge likivunjika, kwa sababu tutakuwa wagombea wengi, nimeona nitangulie mimi kwa vile niko madarakani. Mnifikirie kunirudisha tena kwenye hii kazi kwa sababu naiweza. Najua waongo wengi wanaweza wakaja wakazungumza maneno mengi wakawadanganya na kuwapotosha, kwa sababu waongo huwa wana maneno matamu sana
ya kurahisisha na kuleta maneno hata wasioyaweza wanaweza wakawadanganya na kuwachanganya. Naomba msiwasikilize. Wakija, kama wao watakuja na chumvi, kama watakuja na t-shirt, msiangalie tu kwamba huyu ametupa kanga, ametupa chumvi, mkamchagua. Kumbe ndo wanaoturudisha nyuma kwenye nchi hii. Kwa sababu ukiwa na diwani mwizi, ukawa na mbunge mwizi, matatizo yake hautapata barabara, hautapata maji, hamtapata madawa kwenye vituo vya afya. CCM oye!